wala nikajilaumu mimi, ila mimi nimetafuta, nimesoma, nimekuta imani ya kuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa niambie, wewe Yesu unamwaminije? Niambie, unamwaminije Yesu? Brother, njoo chukua maiki. Chukua maiki. Nakatumia ile. Wewe Yesu unataka kuweka ukweli wazi, na ukweli hauogopi uchunguzi. Yesu unamwaminije? Yesu unamwaminije? Maandiko kama jinsi tulivyosema, maandiko yako wazi, ndio, na maandiko haya tunatofautiana namna tunavyoyachambua. Umeona, ndio nimesema neno la Mungu linaua, neno la Mungu linauisha. Umeona, maanake ukilichambua vibaya linaweza likakupoteza. Ukilichambua vibaya. Unamwaminije Yesu? Unamwaminije Yesu? Soma Yohana, tunasoma Yohana. Soma Yohana. Kakae karibu na maiki pale aweze kusoma, kwa sababu maiki pamoja aweze kusomea maandiko tuweze kuthibitisha Yesu ni nani kwa ushahidi wa maandiko. Soma hiyo Yohana unayotaka. Sasa Yesu ni Mungu halisi. Mungu halisi. Soma Yohana. Mtumishi, hapa tupo, tuondoke haraka. Tuanze na huyu, atafuata na kufuata na kufuata. Yaani tupo kabisa kuwa na amani, kwa sababu maandiko yapo, Biblia ni moja wala sio mbili. Tulichokuja kufunua hapa, kwa nini makanisa yako mengi? Inasema sasa wale watumishi wameanza. Kuna peni, mtafute peni aweke swali lake kwenye maandishi aweze kuuliza, kwa sababu sasa kuna utaratibu pale. Inasema moja Yohana hapo shuka mpaka hapo mwanzo, nami nisaidie nitampa kitabu pale. Hapo mwanzo kulikuwako neno, ndio, naye neno alikuwa kwa Mungu, ndio, naye neno alikuwa Mungu, Soma 14 inasema 14 anasema 14 inasema naye neno alifanyika mwili, ndio, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, ndio, utukufu kama wana pekee atokaye kwa Baba, ndio, amejaa neema na kweli. Swali lako sasa. Ngoja. Wewe tulia, utauliza, atauliza. Haya, swali lako. Tunaona Biblia inavyosema hapo mwanzo, hapo mwanzo kulikuwako neno, ndio, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. 14 inasema ndio, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Huyu ni nani alifanyika mwili kama sio Yesu? Una neno mwenyewe. Asante. Sasa kwa hiyo huyo ni Yesu. Si Yesu. Sasa subiri. Wanasema haraka. Hiyo Biblia kabisa, Mungu atakuwa nisikilize, kwa sababu hatuna haraka ya kukimbilia, kwa sababu tayari tuna mafundisho yetu. Nikwambie kaka. Sawa tu. Kuwa na amani, kwa sababu hebu nisikilize. Hata shetani mwenyewe alipokuwa amemharibu Biblia. Twende mzee. Kwa sababu kwanza nimesema hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwa Mungu kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. 14 nasema neno akafanyika mwili akaja kukaa kwetu. Huyo ni Yesu. Asante, ubarikiwe. Sasa unasahau huko juu nimesema hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Sasa neno si Yesu. Inasema hapo mwanzo kulikuwa neno alikuwa kwa Mungu. Haya, Yesu alikuwa kwa Mungu gani? Jibu hilo swali kwanza. Tunaenda taratibu sana, kwa sababu maandiko yapo yamesema hayakauki. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Ukishika 14 neno alifanyika mwili akaja kukaa kwetu, na neno alikuwa ni Mungu. Sasa huyo Yesu ambaye ni Mungu alikuwa kwa Mungu gani? Nipe jibu hapo, au kama wewe nikuelezee tu, mimi sina shida. Neno alikuwa kwa Mungu yupi? Ambaye huyo neno alikuwa kwa Mungu. Huyo Mungu alikuwa kwa Mungu gani? Maandiko ndio msingi wetu, hatuhitaji maelezo, kwa sababu maelezo tushapata sana makanisani na tumepotelea huko.
huyo mwanzo, huyo neno ambaye alikuwa kwa Mungu, alikuwa kwa Mungu gani? Kama una nikutajie niweze kukupa elimu kuliko useme unajua uweze kukosea. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Tuendelee hapo ambapo sawa, asante. Ametoa andiko katika Yohana, Yohana sura ya 1 mstari wa 1. Ndio. Kwamba hapo mwanzo kulikuwa neno. Ndio. Tafsiri ya mwanzo ni Genesis. Chanzo. Kwa sababu Mungu yuko katika Utatu Mtakatifu. Sawa. Ambaye tuseme ni Baba, Mwana, Roho anakuwa na mwili na nafsi na roho. Ndio. Huyu tunamwita mtu hai. Maana hata Adamu wakati wa kwanza. Sawa, lakini ningependa nikuonya maneno yanakuwa ni mengi, yanakuwa ni maelezo. Mimi nitaweza kukuthibitisha hicho kitu useme ni uongo. Maana uhai haupatikane kwa sawa, endelea. Nisubiri. Sasa Mungu yupo katika, ukizungumza neno Mungu unamzungumza katika cheo cha uumbaji. Yaani kama hivi, Mungu ni zamani, nimesema hapo mwanzo. Samani, mpe maiki huyo, kwa sababu utaratibu mtumishi wangu ni maandiko. Ukisema maneno yako hayo yametupoteza makanisani, hatutaki maneno, tunahitaji maandiko. Mpe kwanza nikupe msingi kidogo. Mpe huyo maiki, 17 Yohana. Soma 17 Yohana. Maana sisi hatuhitaji maelezo. Maandiko ndio msingi wetu. Udarudi kusisha tuna shida. Hatuna shida. Sisi tuko free kabisa. Soma hiyo. 17 Yohana. Hii mada. 17 Yohana. Sisi ambacho mtatu hapa. Mtumishi maandiko kwamba Mungu ni utatu. Subiri. Maandiko. Tuonyeshe andiko. Andiko nalokupa ni katika Injili ya waraka wa Yohana. Sawa. Sura ya waraka wa kwanza Yohana, sura ya 2 mstari wa 5 kama sikosei. Msomee. Mstari kama 8. Ndio niangalia hapo. Kuna mahali ninasema kwa habari ya vitu vitatu vitendavyo kazi. Waraka wa kwanza Yohana 5:8. Waraka wa kwanza Yohana 5:8. Habari ya hapo mwanzo kwa neno. Shida sio kujua. Basi Biblia za simu za kutafuta zipo, mtumishi atakusaidia aweze kukutafutia. Jamani, samahani. Tuwe na taratibu kidogo sababu unaona watu wanalalamika. Sasa tunakuelewa. Sawa. Okay. Niangalie waraka huo wa Yohana. Waraka kwanza Yohana 5 yake ni ya 8. Ni 8 kama sasa. Wa kwanza 5:8 unaotafuta. Waraka wa kwanza Yohana. Si hapa ndio unatafuta 5:8 mahali 5:8. Soma hiyo 5:8. Soma hiyo. Tunasema hivi, kwa maana wako watatu washuhudiao. Sikiza. Kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni. Tuseme Baba, pili Neno, yaani Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Sasa swali taratibu, ndio maana swali langu liko hapa. Mimi ujue sijashuhudia kwa habari ya uungu wa Yesu, ila ni baada ya kuwa nimesikia huyu amezungumzia habari ya uungu kwamba yeye ni neno la Mungu. Hicho tu, maana mimi nikikupa uthibitisho kwa mwingi tu wa habari ya kwamba Yesu ni Mungu. Ila hapa nimekupa uthibitisho utatu utendaji ambao ni Baba, Neno, Roho. Sasa wewe ulikataa ya kwamba Yesu sio Mungu, na wanaofundisha kwa habari ya kuwa Yesu ni Mungu wanapotosha na kwamba ni kitu cha Shetani. Tunataka wewe linalokataa utendaji wa huyu Yesu ni neno la Mungu wakati wa mwanzo wa uumbaji, na utupe pia uthibitisho wa katika Mtakatifu wa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu aliyekuwa ndiye Mungu halisi, ambaye nilikuwa nakueleza kwamba mtu ana mwili, nafsi na roho, na mtu bila kuwa na mwili, nafsi na roho hawezi kuwa mtu hai. Sasa hili ndio nataka unipe majibu. Asante.
Sasa nisikize, mpe msomaji huyu, nimemwelewa huyu ndugu kabisa. Mpe msomaji, karibu. Anataka kuangalia kuanzia mwanzo wa uumbaji mpaka binadamu anapokuwa hai, vitu gani vinahitajika kwake na utendaji kazi kama ni ni wa utatu unaoitwa mtakatifu. Maana mimi siwezi kuita hivyo kwa sababu huko ndani ya maandiko, lakini kwa kuwa mtumishi amesema hivyo, tutachunguza maandiko yake na kumuonyesha je, ukweli ni upi. Sasa twende katika uumbaji. Msomaji, ndio soma Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Mungu alipokuwa anaumba, tunaona kuna kauli alisema ambayo watumishi watu wanaongea makanisani kwamba huo ndio utatu uliokuwa unasema hapo. Inasema Mwanzo 1:26 inasemaje? Inasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Inasema na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Mungu akasema na tumfanye. Kwa hiyo kuna Mungu aliyosema na akasema tumfanye. Sasa sisi hatutaki kuweka mawazo yetu. Kwa hiyo kuna Mungu akasema, sio Mungu akasema kama ni watatu wanne watano. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Sasa tunataka tumwangalie aliyekuwa anaongea hapa na Yesu ni nani? Je, kuna wawili wengine wameongezeka? Kuna mmoja mbele au kuna watatu wake? Maana wanaweka watu watatu. Je, sasa kwa nini wasiwe 20 au wawili? Tuendelee. 17:5 Yohana. Maana ushahidi wa maandiko ndio msingi wetu mkuu. 17:5 Yohana. Anayekuwa hapo na Yesu ni nani? Ni swali ya ndugu yangu, tulia nielezee kwa sababu tunaweza kuelewana kwa msingi huo. 17:5 inasema na sasa Baba, Yesu anasema unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nawe pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Tumeshampata kwanza, anasema alikuwa na Mungu na utukufu kabla ya ulimwengu kuwako. Yesu alikuwa na Mungu kabla ya ulimwengu kuwako. Rudia Mwanzo 1:26 kwanza. Tunataka kupata msingi wa huyu Yesu ni nani. Soma hapa, tunatakiwa tulie wapate elimu. Wanatakiwa wapate elimu. Soma. Mungu akasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa hiyo akasema chakula ni mfano. Kwa hiyo ni mfano. Kwa hiyo yule anayezungumza naye awe na mfano nani wa Mungu, sio Mungu? Ndio. Sasa endelea tapia, asemaje wewe? Na kwa nini? Kuna sura yetu. Kwa hiyo kuna mfano na sura yetu. Sasa mpaka leo kuna Mungu awe na mfano na sura ya Mungu. Soma Kolosai 1:15. Tumtafute wewe mwenye mfano na sura. Kolosai 1:15 inasemaje? Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Huyo ni Yesu, ni mfano wa Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu asiyeonekana na kuna nani? Mfano wake. Kwa hiyo Yesu ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Kolosai 1:15. Sema Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4:4. Wakorintho wa pili 4:4 inasemaje? Inasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini siwazukie nuru ya Injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Kwa hiyo Yesu ana sura ya nani? Ya Mungu. Mungu akisema tumfanye Mungu kwa sura yetu, akamfanya nani? Akasema na nani? Na Yesu. Kwa hiyo Yesu ndio anasema nani? Na tumfanye Mungu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, kwa sababu Yesu ana sura ya Mungu na ana mfano wa Mungu. Si ndio maana yake? Sasa je, huyo sura baada ya kuumba waliwaumba wakiwa wangapi? Watatu, wanne, watano, kwa sababu Mungu si aliumba Sasa soma Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7. Subiri kwanza, ushahidi ndio mwingi sana yote kumnielewa. Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7. Maana ushahidi ndio mwingi sana. Mwanzo 2:7. Mwanzo 2:7 inasemaje? Hapo yetu wasikilize. Maana subiri kwanza. Mpaka hapo usizani kama atakuwa amenielewa, atakuwa na maswali tena au mnaongezea? Ndio swali. Ongezea kama una swali. Maana Yesu alikuwa Mungu, alikuwa anafanya mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Yesu alikuwa na mfano na sura ya Mungu. Sawa. Mimi kuna kitu hapo, mtumishi wa Mungu. Sisi hatupo kwa ajili ya kuipinga Injili. Lengo letu ni Injili iende kote duniani na watu watambue kwamba Yesu ni mkombozi na mwokozi. Kabisa. Sasa iko hivi, sisi issue iko kwenye Mungu. Kwamba Yesu ni nani? Ana mamlaka gani? Nimekupa ushahidi wa katika ile andiko, umeleta ushahidi wako. Na mimi siwezi kukatalia kwa sababu unajua hapa ndio unapimba. Lakini kwa hivi, naomba nirudi kwenye Tito 2:13. Nisome pale. Inasemaje? Soma.
na lazima lisomwe. Hatutaki kusikia akili zetu. Soma Tito 2 aya yake na 13. Lakini subiri, swali la kwanza nimekujibu, sijakujibu. Hiyo hayo majibu sijalisia. Sasa hujalizika kivipi kama tumesoma maandiko? Wapi ambapo hujaelewa? Lazima turudi kwanza mwanzo ili kuja pili. Sijalisia kwa sababu gani? Kwa habari ya Mungu wa Yesu ni udhibitisho. Hata malaika mbinguni wanakiri ya kuwa Yesu Kristo ni Mungu halisi. Hilo ni Wafilipi 2. Subiri kwanza. Andiko kwanza katika hii Tito. Haya, soma hiyo Tito. Soma hii Tito 2 mstari wa 13. Tafuta na Kiingereza chake hapo, maana wanasoma Kiswahili kama imetokea hapo. Soma Kiswahili cha Kitanzania, Kiingereza kilete hapo. Maana lazima tuchimbe na tutafute ukweli kwa sababu Bible zipo kabisa. Hebu soma zote. Utasoma zote kabisa. Maana hata kuna tafsiri kuchanganya kabisa. Wanatumia wanadani za Mungu umejaa hapo. Soma. Nasema tukitazamia tumaini lenye baraka. Tumaini lenye baraka ya utukufu wa Kristo Yesu. Mungu mkuu na mwokozi wetu. Kwa hiyo kuna Kristo Yesu. Subiri, ngoja wana tumishi. Subiri. Soma. Subiri. Rudia tena. Inasema rudia. Inasema tukimtazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. Mungu mkuu na mwokozi wetu. Mungu mkuu na mwokozi wetu. Swali lako nini? Mpe maki. Narudi tena kwako hivi. Yesu Kristo ni Mungu halisi. Subiri. Andiko linasema hivyo. Narudia la mwisho. Narudia tena. Okay. Usiwe na pressure. Tunajua tena. Rudia. Hili andiko. Na nitaenda kumalizia Ufunuo 1 mstari wa 8. Usiende maandiko mengi yanayoelewana. Na utoke kwenye moja tuelewane hapo kwanza. Tito 2:13 inasemaje? Hii Tito inasema tukilitazamia nini? Tumaini lenye baraka na mafunuo ya Yesu Kristo, Mungu mkuu aliyeumba mbingu na nchi. Usiongezee maneno kweli unauliza. Lakini unasikia kama ungekuwa na neno bwana kwa mujibu wa Biblia. Mungu ni nani? Mungu ni nani kwa mujibu wa Biblia? Wakorintho wa kwanza 8:6. Naona ungesogea pale ndio kujibiwa pale ndio. Shika Wakorintho wa kwanza 8:6 usome Mungu ni nani kwa mujibu wa maandiko. Mungu ni nani ndio swali. Mtu anauliza swali halafu anakimbia. Yaani mtu aliponyesha amejipita ndani ya uongo na maelezo. Hiyo ni tatizo kubwa kwa swali leo. Yaani unaweza kuuliza swali hapo kukimbia. Sasa nipe huyu ndugu yangu kauliza Mungu ni nani kwa mujibu wa maandiko. Inasema Wakorintho wa kwanza 8:6 nasemaje? Unasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba. Kwa hiyo huyo ndo nani? Mungu. Huyo ndo Mungu. Hilo ndo jibu mtumishi. Na swali jingine nimeuliza kwa mujibu wa Biblia Mungu ni nani? Mungu ni nani? Sijasema Mungu ni wangapi, ni wawili, watatu au wanne. Kwa mujibu wa Biblia Mungu ni nani? Naomba nieleze. Sasa sisi hatutaweka maneno yetu, cha msingi ni kusema kile kilichoandikwa. Kusema Mungu ni nani? Hebu nipe kutoka 3 aya yake ni ya 6. Maana Mungu ashajitambulisha kwenye maandiko yake kwamba yeye ni nani na jina lake liko hapo. Mungu ni nani kwa mujibu wa maandiko? Andiko ile hapo. Soma Kutoka 3 aya yake ni ya 6. Maana sitasema kwa maneno yangu na kile nitakachosema na nukuu andiko. Shida ya watu leo makanisani maelezo. Yaani maelezo kufanya namjua Mungu kuliko Mungu yeye kujieleza. Soma hiyo Kutoka 3:6. Kutoka 3:6 au 6:3. 6:3 wewe soma 6:3. Nasema nami mtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Kwa hiyo Mungu amjitambulisha yeye jina lake Yehova, ila kando katika Ibrahimu, Isaka na Yakobo alijitambulisha kwao kama Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo sasa hivi yeye jina lake ni Yehova. Huyo ndiye Mungu. Hiyo una swali na ongezea tena. Bado hujajibu swali. Mungu ni nani? Unamaanisha nini kusema Mungu ni nani kwa Biblia? Yaani unamaanisha nini? Labda nipate kukuelewa vizuri. Sawa, labda nikutolee tu mfano. Nasoma mwanzo. Hapo kwanza neno liko kwamba sawa. Kwanza unakubali ya kwamba neno ni Mungu. Kabisa. Sasa inabidi tuseme watu wakiwa wanasikia, hatutaki kusema gizani. Watu wanatakiwa wasikie.
wanakubali ya kwamba ungekaa pale ungekaa kwa kule usikie mic na kule, kwa sababu watu wanataka wasikie, tusiongee kitu kile. Swali langu nilitaka kujua Mungu ni watu wamfahamu Mungu sawa kwa utukufu wake. Biblia inamtaja Mungu ni nani? Wewe unanitajia maelezo ya kwamba alionekana hivi. Mungu ni nani? Mungu ni roho. Sawa? Neno, Mungu ni neno. Ndio. Sasa unapokuwa unatoa maelezo ambayo sio ya Biblia, mimi ushauri wangu ni kwamba unatakiwa ulisome neno, ulielewe na ulielezee kwa watu jinsi lilivyo. Sawa, mimi nimetaka unielezee Mungu ni nani. Wewe unatoa maelezo mengine. Kati ya hayo niliyokuuliza, ungepata majibu ya wale watu au watu walioondoka hawajataka majibu. Huwezi kuuliza swali ukaondoka. Sisi tupo hapa, wametaka maelezo. Maelezo ni kanisani, sio hapa. Msomaji, kusomeni niingie na mimi nenda kidogo kapashe, maana mimi nirudi kusoma hapa. Watu haina shida, nyie fanyeni. Kwani sisi tumezuia wapi? Msomaji, niko nisaidie. Nisaidie Zaburi. Zaburi ngapi? Watu wamezoea uongo, wanasema kwamba ndio kweli ya Mungu. Sisi tunaruhusu maswali lakini ya bezi katika maandiko, sio story. Msubiri Jumapili. Msomaji, niko nisaidie Zaburi 68 mstari wa 4. Maana anauliza Mungu ni nani? Mungu jina lake ni Yahweh. Baadaye umetohoa akaitwa Yehova, lakini identity yake tuliyopewa ni baba yake na Yesu. Yesu anasema Mungu ni baba yake. Mungu anasema Yesu ni mwanawe. Alafu watu wanasema eti kwamba Yesu ndio Mungu mwenyewe. Mungu, Yesu kimuita Mungu ni sawa. Kwa nini? Kwa sababu ni mwana wa Mungu. Sasa mwana wa Mungu atazaa ng'ombe? Soma hiyo Zaburi. Zaburi 68 inasemaje? Mwimbieni Mungu, lizifuni jina lake. Inaendelea kusema mtengenezeni njia ya barabara, kimbia apitaye majangwani, kama mpanda farasi. Jina lake ni nani? Yahu. Sasa ukiuliza Mungu ni nani? Mungu ni Yahu. Anapomtuma Yesu anakuja kwa jina. Kwanza alikuwa tumia Yesu, anakuja kwa jina Yahshua Masihi. Sisi ndio tumetafsiri Yesu, wazungu wakatafsiri Jesus. Anakuja Yahshua Masihi. Yesu mwenyewe anasemaje? Wewe Yesu umekuja kujaje? Wewe ndiye Mungu Baba. Nisomee Yohana 5:43. Yohana 5:43. Yohana inasema, sio maelezo. Inasemaje? 5:43 inasema, mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Umeona? Kwa Yesu amekuja kwa jina la baba yake. Dio. Na baba yake ndio Mungu. Dio. Kwa Yesu akisema yeye ni Mungu, amerithi jina la baba yake. Waebrania 1:3. Waebrania 1:3 inasema, yeye kwa kuwa ni ngao utukufu wake, ni chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akisha kufanyika utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume ukuu huko juu, amefanyika bora kupita malaika, kwa kadiri ya jina hilo Yesu amerithi jina la baba yake. Ndio. Sasa kwa mfano mimi jina langu ni Method Emmanuel. Hapo kiita Emmanuel sitiki. Unaitika. Sitiki. Jina la baba yake Yesu ni Mungu, ataitika. Lazima uitike. Sasa Yesu alipokuja duniani, hakuna sehemu alipofundisha mimi ndiyo Mungu mkuu. Sasa nashangaa msomaji huyu aliuliza swali, anauliza Tito 2:13. Alafu anakimbia na ni mchungaji, nasikia anaitwa ni mchungaji. Yaani mchungaji unashindwa kusoma. Kweli haogopi mchungaji. Hebu rudia Tito 2:13. Tito 2:13 nasema, pengine hebu tukitazamia tumaini la baraka. Shika kwanza msomaji, fika. 2:13 nasema, tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Sasa Paulo hapo amesema Mungu mkuu na nani? Na mwokozi wetu. Lazima tujiulize sasa, kwa nini hapo ni Mungu mkuu na mwokozi wetu? Lakini kwenye nyaraka nyingine zote Paulo anasema Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu anasema Mungu ni baba yake. Kwa nini hilo andiko lisema kwamba Yesu ni Mungu mkuu na mwokozi wetu? Unagundua kuna shida msomaji? Angalia hapo habari njema Biblia. Hiyo ni tafsiri tu. Aliyetafsiri kwenye kipengele hicho alijikanganya, na watu wanatumia hilo kusupport neno hilo. Sasa soma habari njema, soma African Bible, soma ulimwengu mpya. Tuone wanasemaje Biblia zote tatu. Inasemaje? Inasema
tukiwa tunaliongojea siku ile ya heri tunayoitumainia, wakati utakapotokea utukufu wa Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna Mungu mkuu, kuna utukufu wa Mungu mkuu na nani? Na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kuna Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Sasa nisomee African Bible, wakati huu kuna nifungulia kwenye simu ulimwengu mpya. Hii African Bible, Biblia ya Roman Catholic. Usoma tu hiyo. Yaani hiyo nani hiyo hapo, hiyo Biblia Union Version. Kuna sehemu wa tafsiri walizikanganya. Utafungua hata nini? King James Version ya Kiingereza. Utafungua. Tumia andiko moja kudhibitisha ivunja maandiko yote. Yaani kuanzia mwanzo Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu. Hilo andiko moja ndio lije livuruge Biblia nzima. Kuna shida katika tafsiri. Kimia msomaji. Nafika hapo kimejificha sana. Yaani sisi tuko na ubiri injili, hadi tunakupigia kelele. Haya. Tunahubiri injili unafikiri tunacheza hapa? Tunaomba hela sisi hapa. Tunaomba sadaka. Sisi hatujaje kwamba sadaka 13 tunakuja kufunua kweli. Ambao umedanganywa. 2:13 nasema, kimbia. Tukingoja heri tunayoitazamia na ufunuo wa utukufu wa Mungu mkuu na nani? Na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni wangapi? Wawili. Fungua habari njema. Fungua nani ulimwengu mpya. Yaani usome Biblia moja ndio ije ivuruge utaratibu wote. Kuna shida kwenye tafsiri. Fungua ulimwengu mpya. Kitu tumecheza. Hii kazi ili somo tumesoma, tumechukua muda tumesoma. Ukikitu kwa kurupuka tunaandika moja. Ndio tumekuja hapa. Wewe ukiwa na jamii uje ukae hapo uulize. Ukiwa na jamii uje uulize. Hakuna utatu kwenye Biblia. Na utatu Biblia. Na utatu sio kusema Baba, Mwana na Roho. Niweke utatu sio kusema Baba, Mwana na Roho. Kwenye Biblia Baba yupo, Mwana yupo, Roho yupo. Lakini utauliza Baba ni nani? Ndio Mungu. Yesu ni mwanawe. Roho Mtakatifu ni nani? Ni Roho wa Mungu. Sasa watu wanasema ati Baba, Mwana na Roho ndio wanaunda Mungu mmoja. Hao ni wangapi? Ni watatu. Na kutoka 23 nasema usiwe na Mungu wengine ila mimi. Lakini hata Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Roho ni Mungu, lakini sio watatu. Yaani moja jumlisha moja ni moja. Hesabu gani hiyo? Yaani mpinga Kristo na wachanganya watu hawaelewi. Soma. Tito 2:13 habari njema nasema. Nasemaje? Huku tukingojea tumaini lenye furaha na kufunuliwa kwenye utukufu wa Mungu mkuu. Na nani? Na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni wangapi? Ni wawili. Haya, fungua. Yaani hapo hiyo King James Version ya Kiingereza version inasema. Fungua King James Version. Hapo tafsiri zote zinatoka hapo. Kwa sababu hata hiyo version wanakoti kutoka hapo. Sasa tuone sasa naje. Na wao wanasemaje? Sasa mimi nashangaa mtu wa Mungu anakuja kujadili mambo ya Mungu. Unauliza na upande unakimbia. Yesu anahitaji miamko. Yesu hataki miamko. Kaa utulie tujifunze. Sisi tumekimbia. Ni nani aliyehubiri injili akaruhusu maswali? Ushawahi kumuona? Kuna aliyehubiri injili akaruhusu maswali. Sisi tunaruhusu. Wewe njoo tu ukitaka muite hata mchungaji wako. Hatutaki porojo, maandiko tu. Tito 2:13 King James Version inasema. Inasemaje? Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of God, the great God, and our Savior, na Mwokozi wetu Jesus Christ. Sasa kwa nini usijiulize? Yaani Biblia zote nne ziangalie jambo hilo. Wewe uje na hiyo Union Version ambao watu wametafsiri na hatuwaraumu, maana mambo mengine kuna mambo mengi tunaweka mazuri, lakini kuna sehemu wamejikanganya. Lazima tuseme kweli. Sasa wewe ukisoma Biblia moja unaishia hapo. Sisi maandiko tumesoma. Kama unaanza kuwa na swali tunabadilika swali. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Hawaoni Mungu wa Biblia. Huyo ni Mungu wa Babeli ambao ameleta sahihi. Na tukati tunapoendelea tutaonyesha alipotoka. Kuna mtu ana swali? Kuna mtu ana swali? yangu ni moja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho.
sio Mungu wa Biblia. Hao ni miungu wa Babeli. Kuna mtu ana swali? Kuuliza kwa busara. Sawa. Hata sasa hivi tunakukaribisha tu. Wewe uliza hata lolote kwa sasa hivi tu. Sawa. Kuna mtu ana swali? Endelea kufundisha. Kama hakuna, mimi sikutaka kuingia hapa. Aje tuendelee. Njoo tunishe mbele. Haya.